Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kutokwenda vizuri kwa upande wa kikosi cha klabu ya soka ya Yanga kulingana na mfululizo wa matokeo mabaya ndani ya kikosi chao, ukiweza kushuhudia sare 3 mfululizo ambazo wananchi Young Africans wanakwenda kukutana nazo. Ni jinamizi gani hili baya ambalo linawakumba wananchi Young Africans katika michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo umeweza kushuhudia nyundo zinazidi kuongezeka, mambo yanazidi kuwa magumu. Sasa inaelezwa kwamba taarifa imeweza kutoka huko kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri katika mchezo wa Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar. Kuna baadhi ya matukio ambayo yaliweza kujitokeza kwenye mchezo huo, matukio ambayo yanaleta ukakasi na shirikisho la soka Tanzania TFF kupitia kamati yake ya saa 72 huo wanatoa tathmini ya kile ambacho kimejiri katika michezo hiyo na kutoa adhabu kwa wale wote ambao watakuwa wamekutwa na makosa ya kukiuka kanuni na taratibu za mashindano ama ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kimeweza kutolewa leo hii katika mchezo huo mkubwa kabisa, ila kabla tujaendelea kukujuza yale ambayo yametokea huko, ni kukumbusha kwamba ukiwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu bila kuanza kupepesa macho huku na kule kutafuta taarifa, kuhangaika huku na kule, lakini wewe unakuwa unapata moja kwa moja kwenye simu yako. Kwani unapokuwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, unakuwa unapata ujumbe ama notification kwenye simu yako ili kujulisha kwamba kuna taarifa mpya ambayo imeweza kujiri, nawe bila shaka unaweza kuitizama popote pale unapokuwepo. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa kupata mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho wanachokipitia kwa sasa, wanazidi kutia huruma kweli kweli, ukiweza kushuhudia mfululizo wa matokeo mabaya chini ya kocha Pedro. Mambo yanazidi kumuia vigumu kocha huyu, huku akiendelea kuweza kuwapoteza wachezaji wake kwenye kikosi chake. Tayari mpaka sasa na majeraha 7 ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans, lakini licha ya hivyo tayari sasa uko Diarra na yeye anakwenda kuzikosa baadhi ya michezo ambayo iliyopo, ambapo taarifa inaelezwa kwamba kwa kile kilichoweza kutokea baina ya mvutano mkubwa uliopo ama uliotokea kati ya golikipa Diarra pamoja na mwamuzi wakati katika mchezo hapa nazungumzia wa Yanga dhidi ya Mtibwa. Baada ya lile goli kuweza kufungwa, Diarra alionekana kwenda kumlalamikia mwamuzi wa mchezo kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo golikipa wa Young Africans Diarra, ambapo yeye ilionekana akiweza kufanya kile ambacho kimetokea kwenye mchezo ule, kubishana na mwamuzi akipinga yale ambayo yaliweza kufanyika, maamuzi ya kukubali ile goli, ambapo anaandika mchambuzi anasema ya kwamba golikipa wa Yanga Young Africans Diarra ni moja ya golikipa bora sana kwenye ligi yetu na hata Afrika kwa ujumla. Amekuwa ni kipa anayesaidia sana timu yake ya Yanga kwenye nyakati nzuri na hata kwenye nyakati ngumu ambazo Yanga inapitia. Mfano, hivi karibuni Yanga inaonekana kupoteza ubora, yeye amekuwa akiibuka shujaa na kuisaidia timu yake kupata matokeo. Pamoja na ubora na uimara wa Diarra, lakini amekuwa na tabia za utovu wa nidhamu ambazo zimeanza kutia doa ubora wake. Amekuwa na tabia ya kutoka golini na kwenda kuwafokea marefa pindi inapotokea refa amefanya jambo ambalo alijalizishwa nalo, na naoza ndio ana jukumu la kuongea na refa, na
hata ikitokea mchezaji yoyote anakwenda kuongea na refa, basi anatakiwa kuongea naye kwa staa na sio kwenda kumfokea. Hii tabia inazidi kukua siku hadi siku. Mechi dhidi ya Simba alimfokea refa, mechi dhidi ya Prison alimfokea refa, mechi na Azam alimfokea refa, na mechi ya Mtibwa alikuwa anamfokea refa, na alienda mbali zaidi. Hata wenzake na kiongozi wake Walter Harrison walipojaribu kumzuia, bado aliendelea kung'ang'ana na kuendelea kumfuata, na kana kwamba anataka kumpiga. Bila busara za kapteni Nondo, basi angepewa kadi nyekundu. Diarra akuishia hapo. Wakati anatoka uwanjani, aliwaonyesha dole la kati waandishi wa habari. Mchezaji wa kimataifa kufanya hivi sio jambo zuri. Leo amepona kupata kadi nyekundu, lakini hawezi kukwepa adhabu ya kamati ya masaa 72. Diarra yupo kwenye hatari ya kukutana na adhabu ya kutocheza mechi 3 mpaka 5 na faini ya pesa juu. Ikitokea amepata adhabu ya kukosa mechi kadhaa, Yanga ndio wataathirika. Yanga wanamhitaji sana Diarra, hasa katika kipindi hiki ambacho wanapambana ama kupambania ubingwa na timu yao haicheze vizuri. Lakini kila siku kumekuwa na mijadala ya kusema marefu wamekuwa wakifungiwa pindi wanapoboronga, lakini wanapokutana na matukio kama haya, ni nani wa kuwasemea na nani ambaye anaweza kuwatetea? Ambapo Diarra nafikiri ya kwamba tayari mambo yameharibika huko, ambapo Diarra alionyesha utovu wa nidhamu katika kile ambacho kimeweza kutokea baada tu ya yale ambayo yaliweza kujili, vurugu za hapa na pale. Diarra pengine sasa inaweza ikawa ni adhabu ikawa imeongezeka zaidi, ambapo Diarra aliweza kuonyesha dole la kati. Hapo anazungumzia waandishi wa habari walipokuwa wakiweza kuondoka katika uwanja pale Dodoma, ambapo kipa huyo baada ya kufanya hiyo ishara inaashiria asila, kukasilika na kudharau ni sawa kwa kile ambacho kimeweza kutokea, ambapo wachezaji wanaumia wakati mwingine kutokana na yale ambayo yanayoendelea kutokea kwenye ligi, ambapo matukio ambayo si rahisi kuweza kuyashuhudia katika ligi zingine, lakini umeweza kushuhudia Tanzania mambo yakiweza kujili na kuweza kuonekana wazi kabisa, kama kuna namna ambavyo wengine mashabiki wa Young Africans wanaamini licha ya kwamba timu yao kuwa sio nzuri kwa msimu huu, lakini wanaamini ya kwamba kile kinachokwenda kutokea ni mpango ambao umepangwa. Pengine wanaamini wao wakose ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo ukiweza kushuhudia mambo yanakuwa hivyo. Lakini katika michezo hivi karibuni ambayo Yanga wamepoteza alama, kumekuwepo na makosa makubwa ya waamuzi yanayoathiri timu moja kwa moja. Ni vigumu kuelewa ni offside gani ilionekana kwenye goli la Mwanengo kipindi cha kwanza. Pia taarifa zilizotoka hivi karibuni zinaonyesha wazi kwamba Yanga walinyimwa penati kwenye mchezo dhidi ya Azam na mwamuzi alichukuliwa hatua. Huko Zanzibar pia kulikuwa na uamuzi tata wa linesman kwenye tukio la Dube ambalo uliibua maswali mengi. Kwa ujumla, matukio haya matatu yamegharimu Yanga jumla ya alama 6 muhimu sana. Swali linabaki, je, adhabu wanazopewa waamuzi zinaendana kweli na uzito na athari wanazosababisha ama wanazozitengenezea timu? Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa ni hiyo taarifa kuweza kutoka rasmi kuhusiana na kile kinachoendelea kuhusiana na Diarra na matukio yake. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na